Mpendwa, karibu katika somo la wiki hii. Maandiko matakatifu yanaonyesha zawadi ya kwanza Mungu kumpa mwanadamu ilikuwa ni ardhi, na kwenye ardhi akakata kipande kidogo akakiita Edeni. Maana neno Edeni ni enclosed place of pleasure, eneo lililozungukwa, fenced, lililokuwa na pewa fence ambalo ndani yake kuna burudani, kuna furaha, kuna mazuri ndani yake. Lakini Adam na Eva walimkosea Mungu. Biblia inasema walifukuzwa. Walipofukuzwa, miaka ikaenda. Ibrahimu akaahidiwa na Mungu sio mbingu bali ardhi, nchi mpya inaitwa Kanaani. Lakini tunakwenda kuangalia zaidi ya nchi ya ahadi. Somo la wiki hii linasema warithi wa ahadi, wafungwa wa matumaini. Tuombe. Baba, ninakushukuru sana kwa kuwa unatupenda kiasi kwamba umetuandalia vitu bora tu na si vitu vya kawaida. Basi mtoto wako anapoenda kusoma neno hili, acha akuone wewe sio mimi. Acha ajifunze kutoka kwako, mimi nibaki tu kama chombo kipitishacho maneno makuu ya Mungu. Katika jina la Yesu, amen. Somo linasema warithi wa ahadi, wafungwa wa matumaini. Warithi wa ahadi, wafungwa wa matumaini. Wafungwa wa matumaini maana yake nini? Warithi wa ahadi maana yake nini? Zekaria 9 mstari wa 12. Zekaria 9:12 inasema, irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Irudieni ngome. Ngome ni nini? Anasema Bwana ni ngome imara. Bwana ni ngome imara. Maandiko matakatifu yanasema Bwana ni ngome imara. Tukikimbilia tunakuwa salama. Irudieni ngome. Manake tumrudie Mungu. Turudi kwenye mahusiano mazuri na Mungu. Wafungwa wa matumaini. Mwanadamu mcha Mungu anapaswa kuwa huru katika kile eneo lote, isipokuwa anapaswa kuwa mfungwa wa matumaini. Matumaini yapi? Kinachotupaswa kutufunga, kufunga akili zetu, kufunga hatima yetu na kuwa watiifu wa ufungwa huu ni matumaini ya kuirithi nchi mpya na mbingu mpya peke yake. Kisiwepo kitu kingine chochote kenye uwezo kukufunga katika maisha yako, isipokuwa akili yako iweze kuwa kufungwa, kuunganishwa na mnyororo wa chuma na tumaini la kuirithi nchi mpya na mbingu mpya. Kifo cha Yesu kinatuhakikishia kabisa kwamba wote tunaomwamini sasa tumeshairithi ile nchi ambayo Mungu ametupatia katika mfumo wa ahadi. Lakini tunapaswa kudumu kuwa wafungwa wa tumaini la kwamba kile tulichokirithi katika ahadi lazima siku sio nyingi kinakwenda kuwa halisi katika maisha yetu. Kwa hiyo wiki hii tunayo mambo makubwa 4 ya kujifunza, na moja la 5 nitaichomekea hapo katikati kidogo kama muda wetu utaturuhusu, maana mambo ni mengi afu yote ni mazuri. Jambo la kwanza ni uhusiano wa Edeni, bustani ya Edeni, Kanaani ile nchi mpya, na mbinguni ile mbingu ambayo tunaitarajia. Kimsingi katika jambo la kwanza tunaangalia ardhi iliyopotea. Eneo hili la kwanza limegawanyika katika sehemu kubwa tatu. Lakini ukisoma Mwanzo 3 mstari wa 23 anasema, basi Bwana Mungu akamfukuza atoke katika Edeni ailime ardhi aliyochukuliwa. Wanadamu moja, Mungu aliwapa Edeni nzuri Adam na Eva. Kwa ukaidi na kutokutii waliipoteza. Hili linafahamika sana. Aliahidi Kanaani.
walipaswa kuishi katika hiyo Edeni au Kanani yao kama wapangaji, wakitii na kufuata maelekezo ya mpangishaji wao, Mungu mfalme wa wafalme. Lakini wao wakajikuta wanajifanyia maamuzi yaliyo nje ya baba yao, wakaipoteza. Lakini Mungu anasema katika fungu letu ambalo linatuongoza katika mazungumzo yetu ya leo, hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Mkakati wa Mungu kumrudishia mwanadamu Ares, nchi mpya, Edeni mpya, ni kipengele cha pili. Alianza kidogo kidogo. Kipengele cha pili, aliwapa kipande kidogo sana cha ardhi. Ibrahimu akamwahidi, nitakupa kipande kidogo cha ardhi ambacho kipo katikati ya dunia, kinaitwa nchi ya ahadi au Kanaani. Ibrahimu akamrithisha hiyo ahadi mtoto wake Isaka. Isaka akamrithisha hiyo ahadi mtoto wake Yakobo. Yakobo akawarithisha watoto wake 12. Wakaenda utumwani Misri, wakavuka bahari ya Shamu, wakarudi. Leo tupo katika hatua ya kuigawana ile nchi ambayo Mungu aliwapa watoto wake. Lakini waliwekwa pale katikati ya dunia ili ikiwezekana waweze kutangaza na kuwa na mvuto mkubwa kwa watu wa dunia nzima, ili watu wa dunia nzima wauone utukufu wa Mungu, ili Mungu anapokuja kuifuta dunia na kuwapa ile bora ya Edeni iliyopotezwa, kuwe na watu wengi wakiwemo hawa wana wa Israeli. Lakini na wao walikataa kumtii Mungu, wakafukuzwa. Hata hicho tunachokiita Israeli sasa, ambacho kina mgogoro mwingi sana, ni kaeneo kadogo sana katika mipaka ya ile nchi ambayo Mungu aliwaahidi wana wa Israeli. Anasema mipaka yao itaanzia kule juu, mto Frati, ambao mto unaitwa mto, nafikiri ni mto fulani unaitwa Euphrates, uko Iraki pale, mpaka ushuke maeneo ya Syria, pita Lebanoni, pita Saudi Arabia, pita sehemu kubwa ya Sinai na karibu na bahari ya Mediterranean. Eneo lilikuwa ni kubwa, kilomita zaidi ya square meter karibu 300,000. Lakini leo wanagombania eneo kadogo ka square meter kama 30,000 tu. Kwa nini? Kale eneo kadogo kalikuwa ni kashamba darasa, kaeneo kwa ajili ya kuwaonyeshea watu wote wa dunia waweze kumjua Mungu, ili Mungu anapokuja kuifuta dunia na watoto wake kuwapa eneo lo bora, ili eneo lote liweze kuwa baraka kwa dunia nzima, aweke katika eneo lo bora kuliko eneo la dunia ambayo imeharibika. Jambo la tatu, katika sehemu hii ya kwanza, hata sisi tuna ahadi bora sana ambazo Mungu ametuahidia. Makanisa yote yangelia wimbo huu. Wacha Mungu wote wangewasisitiza watu juu ya ahadi bora ambayo Mungu ametuandalia, na kwa nguvu na uwezo wa kumtegemea Yesu peke yake tutairithi hivi karibuni, ambao tunayo tayari. Lakini tunaishi katika kuwa wafungwa wa matumaini ya kwamba lazima hicho kitu tulichokirithi katika ulimwengu wa roho kitakuwa halisi hivi karibuni anapokuja Yesu. Dunia ingebadilika kwa kasi sana. Tusome kidogo kitabu cha Waebrania 6 mstari wa 11 na wa 12. Anasema, nasi twataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho, ili msiwe wavivu, nisikilize vizuri, bali mkawe wafuasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu. Watu wengi ni wafuasi. Hata wewe ni mfuasi wa dini fulani, dhehebu fulani. Mimi ni mfuasi wa movement inaitwa Seventh Day Adventist Church. Imekuwa organized kama makanisa ili kuweza kupata tu vibali katika nchi mbalimbali, ili tuweze kufuata taratibu, lakini tupo katika movement ya kwenda kuirithi nchi ya ahadi. Ndio kipaumbele chetu kikuu, kutangaza ujumbe wa mwisho wa malaika watatu na kualika wakazi wa dunia katika sherehe kubwa ambayo Mungu ametuandalia mbinguni na nchi ambayo ameiandaa. Sasa nikwambie, ni uvivu wa kiroho, ni uvivu wa kihatima. Ngoja nikwambie, ni uvivu wa kidini kuwa mfuasi wa dini ambazo
hazikupi matumaini ya zikufanyi kuwa mfungwa wa tumaini lenye baraka la nchi mpya. Wakakutengenezea tu ubora wa dunia hii, ukaona sehemu ni nzuri, mavazi, magari, fedha, miradi, kupona tu vigonjwa hivi vya kawaida ambavyo ni vitu vidogo kwa Mungu. Lakini asikwambie hapa duniani tunapita, wenyeji wetu ni mbinguni. Utakuwa mtumwa mbaya sana, na unaweza ukapoteza haki yako katika Kristo ya kuirithi ile nchi. Katika sehemu ya pili ambayo tunakwenda kujifunza, ambayo tunajifunza wiki hii, nasema nchi ambayo Mungu hutoa. Nchi ambayo Mungu hutoa. Zaburi 24 mstari wa kwanza itasema hivi: dunia ni ya Bwana na vyote vilivyomo ndani yake, ulimwengu na wote wakao ndani yake. Dunia yote ni ya Mungu. Lakini Bwana akakata kaposheni kadogo ka dunia, akaita Edeni. Wanadamu wakakapoteza. Leo katika wiki kitabu cha Yoshua 13 mpaka 21, Bwana akawakatia tena wana wa Israeli eneo linaitwa Kanaani. Wakagawanyiwa lile eneo. Lakini kuna vitu tutavisema hapa, lilikuwa lina masharti yake. Mungu alipotoa eneo la Edeni, alitoa kama zawadi. Si kama miliki moja kwa moja, ni zawadi ya Mungu kwa wanadamu, Adam na Eva na familia yao sisi. Bwana alipotoa nchi ya ahadi, aliitoa kama zawadi pia. Zawadi hii, maelezo anasema hivi: mmiliki wa nyumba ndiye anayetunza. Walikuwa kama wamepangishwa. Sasa tunafahamu hivi, mmiliki wa nyumba ndiye anayetunza na anayesimamia matengenezo ya paa, bomba, umeme, system zote za pale. Kama kuna electric fence, hiyo ni kazi ya mmiliki wa nyumba. Sasa nasema hivi, hivyo Mungu ndiye aliyetoa mvua pale katika nchi ya ahadi ambayo wana wa Israeli walipewa. Ndiye aliyelinda mazao yaliyokuwa katika nchi ile, mmiliki wao, ili Israeli waweze kuishi kwa furaha katika nchi ambayo Mungu aliwapa. Mungu hawezi kukupa kitu cha kuletea huzuni. Chochote ambacho Mungu atakupa, chochote ambacho Yesu atakupa, iwe ni mke, iwe ni kazi, iwe ni miradi, iwe ni amani, iwe ni mali, chochote kile ambacho Mungu atakupa, huwa anawajibika yeye kukilinda. Maana amekupa tu ili ukikuze na kukitunza, kikusaidie upokea kile cha kwako kizuri ambacho anakiandaa hivi karibuni Yesu anapokuja mara ya pili. Sasa basi, Israeli ilipokea nchi ile kama zawadi, si kama haki isiyoweza kuondolewa. Chochote Mungu anachokupa, anakupa kama zawadi. Lakini kuna mazingira inaweza ikaondolewa kama itaonekana wewe huielewi, na inaweza kukuletea tabu kwenye maisha yako. Utaendelea kuenjoy na kuifurahia ile zawadi endapo tabaki katika masharti na vigezo ambavyo Mungu amevitoa. Ndio maana Eva na Adam walipovunja, walitolewa. Wana wa Israeli walipovunja maelekezo ya nchi ya ahadi, walisambazwa. Sasa sikiliza. Wamisri walitegemea mto Naili ili wazalishe kwa ajili ya watu wake na watu wengine. Lakini hapa, kwa sababu ilikuwa ni zawadi ya Mungu kwao, Mungu wana wa Israeli walitegemea mvua. Kwa sababu sisi kama Waisraeli ni wageni, tunapaswa kujua ya kwamba tunatakiwa kuishi hapa duniani kama wapangaji, na sisi sio wenyeji wa dunia hii. Na kama ni wapangaji, uhakika wa maisha yetu hapa uko chini ya mpangishaji wetu, mwenyezi wetu Mungu. Biblia iko wazi kwamba sisi tu wapitaji.
na tu wageni. Soma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 29. Daudi anasema ni wapitaji na ni wageni. Lakini Biblia inasema our citizenship, wenyeji wetu, uraia wetu huko mbinguni, na kutoka huko tunamtazamia Mwokozi. Asiwepo mchungaji atakayekuaminisha hapa ni pa kwako, hapa duniani tunapita. Isiwepo hali itakayosababisha uone kwamba wewe ni mmiliki wa hapa, ni wapangaji. Alafu kwetu Mungu ametuandalia kule mbinguni mji ambao baadaye utashuka katika ile nchi mpya ambayo ametuandalia. Hii ndio inaitwa Ukristo wa maana. Kama ambavyo Adam na Eva walipokea nchi kama zawadi, kama ambavyo Ibrahim alipokea nchi kama ahadi, kama ambavyo Yoshua na wana wa Israeli waliozaliwa jangwani na Kalebu waligawana ile nchi kama zawadi, hata sisi tunaitarajia zawadi bora kutoka kwa Mungu, inaitwa nchi mpya na mbingu mpya ambayo Bwana ametuandalia kwa ustadi mkubwa sio wa kawaida. Kitabu cha Waebrania 9:11 kuanzia mstari wa 9, 10 na 13. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi. Sikiliza, hata Ibrahimu Kanaani aliyokaa paliitwa ugenini, alafu Biblia inapaita ni nchi ya ahadi. Kwa nini? Hata hivyo nchi halisi ambayo Mungu alimwahidia Ibrahimu, Kanaani halisi ambayo Mungu alimwahidia Ibrahimu, Yakobo, Isaka na watoto wao, sio ile ya pale Middle East, ile ambayo Mungu ameiandaa. Hivi karibuni Yesu anakuja na mji na kufuta na kutengeneza nchi mpya ambayo ndio Mungu alituandalia. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi sio yake. Angalia watu wa Mungu, alikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ile ahadi ile 10. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Kumbe hata ile Kanaani bado iliitwa nchi ya ahadi. Alikuwa katika vision yake, maono yake, alikuwa anahusubiria mji ambao wewe na mimi tunahusubiria. Aliyoujenga ni Mungu, na Yesu ni Mungu. Ndio maana nasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kama sivyo nisingaliwaambia, nyumbani mwa Baba yangu na kwenda kuandalia makao. Hayo makao ndio ambayo Mungu alimwahidi Ibrahim. Hayo makao ndio ambayo Mwenyezi Mungu alimwahidi Yoshua, Kalebu na wana wa Israeli. Hata nchi yenyewe waliokaa bado ilikuwa ni ahadi. Anasema nini? Hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa ni wageni na wasafiri juu ya nchi. Waliziona. Kama kwenye maono yako, kwenye Ukristo wako hauioni nchi ambayo Yesu amekwenda kuandalia, hautaona kwamba hapa duniani wewe ni mgeni na ni msafiri. Unakoelekea si hapa. Tutapata vitu vya hapa, maana Yesu ameahidi kwamba mwenye haki, unaona, atalipwa duniani. Tutalipwa hapa duniani. Tutalipwa, tutafanya biashara, tutaajiriwa, tutamtumikia Mungu, tutapata zawadi, mishahara na kumiliki vitu vingi. Lakini vyote Mungu anaita Ibrahimu, anasema ni hema tu. Alikuwa ni bilionea mkubwa, mwenye dhahabu, fedha, mifugo, mwenye mang'ombe na wanyama wa kila namna. Anatisha, mwenye watu zaidi ya 1000 nyumbani kwake na wanawake wasiohesabika wakikaa katika nyumba yake. Mtu ambaye angeweza kuridhika kabisa. Lakini anasema alikaa katika hema, maana alijua yeye ni mpitaji. Hapa duniani tunapita, nyumbani kwetu ni mbinguni. Uraia wetu ni wa mbinguni. Tunajua ni kweli raia wa nchi mbalimbali. Ni raia wa nchi ya Tanzania, lakini ni raia tu kama mpangaji.
uraia wangu ambao unanipa kiburi na amani na furaha ni ule ambao uko mbinguni. Ni ule ambao uko mbinguni, ambao kifo hakiwezi kuupokonya, magonjwa hayawezi kuupokonya, adui ibilisi hawezi kuupokonya, kadiri nitakavyoendelea kubaki kwa Yesu Kristo. Na wewe nikutie moyo, fanya uraia wako kuwa wa mbinguni. Tazamia yaliyo mabora. Ishi kama mgeni katika dunia hii. Ishi kama mpitaji katika dunia hii. Usiweke kitu cha kudumu hapa duniani. Mambo yako ya kudumu yaweke mbinguni. Jiwekeeni hazina zenu mbinguni, mahali ambako hakuna nondo wala kutu yenye uwezo wa kuziharibu. Huu ndio ushauri ambao somo la wiki hii linatupa. Jambo la tatu linazungumzia changamoto ya ile nchi ya ahadi, au kuiteka ile nchi ya ahadi. Kitabu cha Yoshua 13 mstari wa 1 mpaka wa 7 kinaonyesha akigawa vipande vya ardhi kwa ile nchi ambayo wameimiliki. Wameshaiteka, lakini bado kuna maeneo hawaja yashikilia. Kuna maeneo ambayo bado yale majitu yapo, lakini Yoshua anawagawia maeneo hivyo, na bado lazima utakaa pale. Unaona wale pale watatoka tu, sio na wasiwasi, utakaa pale. Kabila la Gadi utakaa hapa, kabila la Yuda mtakaa hapa, Benjamini pale, watoto wale wa Yusufu mtakaa pale, na wengine Zabroni na nani. Kusoma Yoshua 13:1 anasema, basi Yoshua alipokuwa mzee na kumwendea sana miaka yake, umri ulikuwa umeenda kidogo, Bwana akamwambia, wewe umekuwa mzee wa kumwendea sana miaka yako, kisha inasalia nchi nyingi bado kukamilika. Endelea kugawa vipande ya eneo. Sasa ili wayamiliki, ili wabidi wayapiganie hayo maeneo. Kwa imani walikuwa wameshashinda, lakini kuyachukua ni swala lingine. Unaweza ukashinda kwa kuamini ahadi ya Mungu, lakini kuchukua vilivyomo kwenye ahadi ya Mungu labidi uendelee kumwamini Mungu na kuendelea kufight Mungu akikupigania kuchukua yale maeneo. Ufalme wa Mungu, maandiko yanasema, utatekwa na wenye nguvu. Ni vitu gani viwili ambavyo walipaswa kuvifanya ili waendelee kushinda na kuteka hayo maeneo na kuyaenjoy hayo maeneo? Ni vitu gani viwili vitakavyousaidia Ukristo wako uendelee kuenjoy uwepo wa Yesu kwenye maisha yako na uhalisia wa ahadi za Mungu ndogo ndogo za hapa duniani na ile ambayo Mungu ametuandalia juu? Usije ukafukuzwa kwenye ile nchi ambayo Mungu amekuandalia sasa kabla wakati wa kuipokea hujafika. Mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, watu wote wanaoamini Mungu amewapa ardhi ile mpya na wanaisubiri tu iweze kuwa halisi. Watu wote wanaoamini katika ahadi za Mungu wanafungwa na vitu viwili. Moja, wanapaswa kuwa watii wakati wote wanapoendelea kuenjoy vitu walivyopewa na Mungu. Jambo la pili, wanapaswa kuwa na kicho, uvumilivu na utulivu. Utii. Kwa nini utii? Wafilipi 2 mstari wa 12. Basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nikiwepo tu, bali sana zaidi sana mimi nisipokuwepo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Kama vile mlivyotii wakati bibi Paulo sipo. Haumtii Mungu kwa sababu wanaokujua wanakuona. Unamtii Mungu hata mahali ambapo hakuna anayekuona. Kwa hiyo utii wako utakufanya uendelee kuwa possessor, mmiliki wa vile ambavyo Mungu ameahidi kwenye maisha yako. Jambo la pili ni shukrani na ukicho na unyenyekevu. Hivi vitu ni vya msingi sana ambavyo makanisa mengi ya kisasa yamevipushilia mbali. Wanahamasisha ahadi za Mungu na mambo ya Mungu wanasahau. Yanahitaji utii na unyenyekevu ili uendelee kuyamiliki kwenye maisha yako. Jambo la pili,
Waebrania 12 mstari wa 28. Basi kwa kuwa tumepokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na wema na muwe na neema, ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Misri, naomba niseme, Misri ilikuwa ni very militant, ilikuwa na uwezo mkubwa wa kijeshi. Wana wa Israeli hawakufurukuta. Pamoja na uwezo wao mkubwa na silaha walizokuwa nazo, hawakuwahi kuthubutu kujaribu kuvamia wakazi wa Kanaani, kwa sababu waliishi katika fortified cities. Ni majiji yaliyozungukwa na ngome kubwa na majeshi yenye nguvu, majitu makubwa. Misri iliyoogopa. Sasa fikiria, hawa watu ambao hawana mafunzo ya kijeshi, kwanza wametoka kuwa watumwa, wamechoka, wamekondeana, ndio wanaambiwa nendeni mkapambane, mchukue ile nchi ambayo hata Misri ya Farao yenye nguvu na majeshi ya farasi ya kutisha haikuwahi kuthubutu kuwasogelea. Utagundua hata nchi yenyewe ya ahadi waliipokea kwa neema. Kwa neema. Ndio maana Mungu aliwajua akawaambia, msipigane, mimi nitawapigania nanyi mtauona ushindi. Na wewe, ili uweze kurithi ile mbingu yako ambayo Mungu amekuandalia, na ile nchi mpya ambayo tutakuja kuipokea hivi karibuni, lazima utambue tunaipokea na kuishi kwa neema. Maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, si kwa matendo yetu. Mtu yoyote asijisifu. Kati yako na mbingu mpya na nchi mpya kuna upinzani mkali sana, ambao kama si neema ya Mungu tu tunakwenda. Ili ubaki katika eneo la kumiliki ahadi za Mungu, ambazo katikati kuna upinzani mkubwa wa kiroho, usimiliki chochote ambacho Mungu ameahidi ukiwa hapa duniani na vile ambavyo tutapata tukiwa mbinguni. Dumu katika utii, dumu katika bidii ya ibada na unyenyekevu kwa Mungu. Na unyenyekevu kwa Mungu. Usitumie neema. Mungu atukupa undisciplined grace, neema isiyo na nidhamu. Anasema Tito, neema ya Mungu imefunuliwa, inatukataza kuufanya kila ubaya. Usije ukapokea neema ambayo inakuambia vunja amri za Mungu. Neema ambayo inakuambia ishi unavyotaka, vaa unavyotaka, unavyotaka. Lazima ubaki katika neema ambayo imechanganywa na utii wa amri na maelekezo ya Mungu. Na maelekezo ya Mungu. Jambo lingine dogo, niliingize kidogo, lilipaswa kuwa la 4, ni kuhusu mwaka wa Sabato. Mungu aliwapa maelekezo kwamba baada ya miaka 6, mwaka wa 7 wataiacha ile ardhi. Maana yake tunazungumzia kuitunza zawadi. Walipopewa zawadi ya nchi ya ahadi, walipewa pia na maelekezo. Baada ya miaka 6, wa 7 unauacha. Baada ya miaka 6, wa 7 ufanye chochote, tunakuwa ni mwaka wa Sabato, ili ardhi ipumue. Vyovyote ambavyo Mungu amekupa lazima una mfumo wa kuvitunza ili viendelee kudumu. Lakini pia kuna mwaka wa Jubilii. Mwaka 7 wa pili, ikifika miaka 7 tena 7 mara 7, ambao ni mwaka wa 49, mwaka wake wa 50 uliitwa mwaka wa Jubilii. Ni mwaka ambao watu ambao walikuwa wamepanga hata ardhi walirudishiwa. Tena Mungu akasema wasiuze ardhi. Zawadi ambazo Mungu amekupa usiwauzie watu wengine. Naendelea kuzizalisha ziweze kwa baraka kwa watu wengine. Lakini baadaye tunajifunza katika kitabu cha Yeremia. Katika kitabu cha Yeremia anasema hivi. Kitabu cha Yeremia, fungu lake hapa sijaliweka, lakini tukaliona hapa kwa ufupi kama utanivumilia kidogo. Kitabu cha Yeremia, kitabu cha Yeremia ni Yeremia tuiache tusome kitabu cha Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 25:23 anasema, nchi haitauzwa kabisa, kwa sababu ni nchi yangu, nanyi mnakaa katika nchi yangu kama wageni. Ni wageni. Akawaambia hii hamna kuuza. Lakini vitu gani vya kujifunza katika ule mwaka wa Jubilii? Tunajifunza nini? Kimsingi hilo ndio kusudi kuu la Injili. Katika mwaka wa Jubilii watu waliachilia vitu, watu wakagawana, maskini nao wakapata ardhi. Yani watu wakatafuta ile usawa wa kijamii. Ndio kusudi kuu la Injili, kufuta tofauti kati ya matajiri na masikini, mwajiri na mfanyabiashara.
wenye upendeleo na wasiojiweza, wakituweka sote katika hali sawa na kutambua hitaji letu kamili la neema ya Mungu. Tajiri anahitaji neema, maskini anahitaji neema. Kwa hii miaka hii ni mifumo Mungu aliiweka, ambao katika kitabu cha Yeremia, moja ya sababu iliyopelekea wana wa Israeli waende utumwani Babeli mara ya pili, kutoka kule acha Misri utumwani Babeli, ni baada ya kutokutii amri ya kupumzisha ardhi mwaka wa Sabato. Yeremia anasema kwa miaka hii 70 ambao mmekuwa utumwani, ardhi ilikuwa ikipumzika katika kipindi cha mwaka wa Sabato, matukio ambayo wao waliyapuuza mwanzoni. Kwa usikiliza, unapopewa kitu na Mungu lazima ujue namna kukitunza, na unakitunzaje? Mungu ametoa maelekezo yake. Hiki ni kitu ambacho muda usingetosha kukielezea sana, lakini nimalize na jambo la mwisho. Jambo la mwisho katika wiki hii, jambo la mwisho ni shukrani. Nasema ardhi iliyopatikana. Tumejifunza Adamu alipoteza ile ardhi. Tunajifunza hata hii nchi ya ahadi ambayo Yoshua 13:1-7 wanagawana, hata yenyewe waliipoteza walipokataa kutembea katika mambo mawili nimesema, utii, unyenyekevu na shukrani na ibada. Wakaanza kujibusi na kualika miungu mingine ya pembeni, waliipoteza, wakaenda utumwani. Hata sisi tutakapotoka katika maelekezo ya Mungu, baraka ambazo Yesu alituachia tutazipoteza, tutaweza tukaukosa ule uzima wa milele na ile nchi ambayo Mungu ametuandalia. Ndio maana Yesu akalia akawaambia watakazi wa Yerusalemu, mara ngapi nimejaribu kuwakusanya kama vile kuku akusanyavyo vifaranga, lakini mmekataa. Lakini habari njema ni kwamba mstari wetu kiongozi wa Zekaria 9:12 anasema, irudie ngome. Irudieni ngome. Nimesema ngome, Bwana ni ngome imara, wanaokimbilia wanakuwa salama. Mrudie Yesu. Wote Mungu amekusudia kuturudishia kila tulichokipoteza. Enyi wafungwa wa tumaini, hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Katika safari yako ya Ukristo umekuwa ukimkosea Mungu, kuna wakati umepoteza. Mungu anasema irudieni ngome. Enyi wafungwa wa matumaini, mtakaporudia nitakurudishia maradufu. Watu wote ambao wataamua kumrudia Mungu licha ya kiwango chao cha uovu na umbali ambao wamefikia, wanapomrudia Mungu, Mungu anasema nitakurudishia maradufu. Maradufu kwa maana gani? Ardhi ambayo Mungu ametuandalia baada ya maisha haya itakuwa ina ubora mkubwa kuliko hata ardhi ambayo alimwandalia Adamu na Eva. Maana mji ulioko mbinguni wenye viwango vya juu sana utashuka. Katika Edeni hakukuwa na mji. Anasema maskani ya Mungu yatakuwa pamoja na wanadamu, naye atakuwa Mungu wao, naye atakaa pamoja nao. Kitu ambacho Mwanzo 1 na 2 na 3 Bwana alikuwa anakuja kuwatembelea. Lakini katika kile ambacho Mungu ametuandalia sisi, tutakuwa naye eneo hilo live katika ibada zote na siku zote. Mungu mwenyewe atakuwa jua la haki katikati yetu. Hiki tusikose hii. Usiitoe kwenye mpango ya maisha yako. Katika kitabu cha Ezekiel 37 mstari wa 25, maandiko yanasema, watakaa katika nchi niliyompa mtumishi wangu Yakobo, nchi aliyokaa baba zenu, wao na watoto wao na watoto wa watoto wao watakaa humo milele. Dunia, Daudi mtumishi wangu atakuwa mkuu wao milele. Sasa fungu hili ukilisoma haraka utagundua kama lina mapungufu. Kwanza, wakati anaandika Ezekiel, Daudi alikuwa shakufa. Pili, watakaa katika nchi aliyopa mtumishi Yakobo.
wao milele, watakaa milele. Je, walikaa milele? Je, walikaa milele? Si kweli walikaa milele. Si kweli walikaa milele. Ukisoma kitabu cha Isaya anasema, kabla sijasema kitabu cha Isaya, niseme hivi, watakaa katika nchi ambayo wamepewa Daudi. Hapa Daudi inamaanisha Yesu. Yesu ameandaa mji ambao wewe, watoto wako, watoto wa watoto wako, wakiamua kumsikiliza Mungu, wote wataurithi. Ni mji ambao utakaa milele, na wewe na watoto wako mtakaa milele, na maisha yako yatakuwa ni mazuri milele zote. Hawa wana wa Israeli hatuwaoni milele pale Middle East. Wametawanyika bado. Utawasikia wako Urusi, wako India, wako China, wengine wachache sana wako Irani, na wengine wako Marekani. Wametawanyika. Hata pale ukiona wajulikane ni wanani, ukiniambia pale twende Yahudi leo Israeli, pa wanapopaita Israeli, nionyeshe huyu ndo Benjamini, huyu ndo Gadi, huyu ndo ukoo wapi, hawapo tena. Hata hivyo hayo maeneo hayapo kwa sasa. Ni kaeneo tu kadogo, wamejirundika watu wachache wanajiita wa Israeli. Lakini haipaswi kuwakatisha tamaa hata wao. Haipaswi kukatisha tamaa hata wewe. Mungu kupitia Yesu ameahidi tutakaa milele katika mji ambao Mungu ametuandalia. Licha ya kupoteza ardhi hiyo inapatikana tena. Licha ya kupoteza ahadi za Mungu ambazo ulizimiliki kwenye maisha yako, bado Mungu anatuambia inawezekana ukazipokea tena. Na wakati wa pili, Biblia inasema utukufu wa pili utakuwa ni mkubwa kuliko utukufu wa kwanza. Hii ya pili itakuwa ni bora sana kuliko unavyofikiri kwenye fahamu yako. Urithi wa vitu vya milele tunaupata kupitia Yesu peke yake. Ndani ya Kristo tunapata utimilivu wote wa ahadi za Mungu. Ndani ya Kristo tunapata chochote ambacho Mungu aliwahi kukiahidi duniani, ikiwemo nchi mpya na mbingu mpya, tunaupata ndani ya Kristo. Warumi 15 mstari wa 8, tena ili mataifa wamtukuze Mungu. Ngoja nisome, ni Warumi 15 mstari wa 8. Kwa maana nasema ya kwamba Kristo amefanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mungu, kusudi azithibitishe ahadi walizopewa baba zetu. Ahadi zote ambazo Mungu alizitoa kwa Ibrahimu, kwa Isaka, kwa Yakobo, kwa wana wa Israeli, hasa ile kubwa ya nchi ambayo tutakaa milele. Mfalme, mwana wa Daudi, Kristo, Yesu Kristo, ambaye alikuwa anaomba watu wa mrehemu, atakuwa ndio mfalme wetu, Bwana wa mabwana, Alfa na Omega, Mungu wa miungu. Tunaipata kupitia Yesu peke yake. Na tena ahadi zote tunazipata kupitia kwa Yesu, ili Mungu atukuzwe kupitia sisi. Wakorintho wa pili 1:20. Hivyo basi Mungu anatupa matumaini kupitia kitabu cha Yeremia 24 mstari wa 6, akisema, kwa maana nitawatulizia macho yangu wapate mema, nami nitawaingiza katika nchi hii tena. Haleluya. Nami nitawajenga wala sitawabomoa, nitawapanda wala sitawang'oa. Ninakuombea kwa Mungu, Bwana akupe mema. Ninakuombea kwa Yesu, Bwana akujenge. Kama kuna sehemu popote umebomoka, iwe ni afya, iwe ni uchumi, iwe ni mahusiano, kama kuna sehemu au ni watoto, chochote kilichobomoka katika maisha yako, kwa somo hili la leo, Bwana akujenge. Na anapokujenga, akuandae kukujenga katika ile nchi mpya na mbingu mpya na mwili mpya utakaopewa. Lakini pia Bwana asikung'oe katika ahadi zake. Baraka ya mwisho ya kufunga somo la leo tunaipata kutoka kitabu cha Petro wa kwanza 1:3-4. Ahimidiwe Mungu. Haleluya.
Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima wa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. 14. Tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usio nyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Nikuulize swali. Je, umeshampokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wako? Je, umeshampokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wako na kubatizwa kwa maji mengi? Kama bado, nikualike. Mungu ameahidi vitu vizuri, kukupa vitu visivyosinyaa, visivyonyauka, urithi katika Kristo Yesu. Najua katika maisha yako kuna vitu umepoteza, lakini matumaini ni kwamba katika kupoteza huko Mungu ameahidi kurudisha. Kama hujawahi kubatizwa na kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wako na kuishi katika ufungwa wa matumaini, nikualike. Unaweza ukatucontact, tukacomment, tukakuelekeza kwenye makanisa ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni kote popote ulipo, ili ukabatizwe, uendelee kumsubiria Yesu katika ile nchi mpya. Lakini niongee na wewe ambaye unasema, hata mimi nimeshabatizwa, lakini natarajia kuurithi ufalme wa Mungu kama wengine wengi duniani nzima. Natarajia kuurithi tena ile nchi ambayo mwanzoni maisha yangu niliishi maisha ya mtu aliyepoteza ahadi hii. Nataka kuona Mungu akinifanyia makubwa kwenye maisha yangu. Maana Mungu akutendee. Baba, ninakushukuru sana. Asante kwa ajili ya somo zuri la leo. Na asante kwa ajili ya mtoto wako ambaye ametoa muda wake kusikiliza mambo yako. Na kwa sababu amekusikiliza wewe,